الموهوب من ربه أفضل المعارف وأشرف العلوم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الشجاعة والفهوم وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء المعلوم. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na kukumbushana masala mbalimbali katika dini yetu. Na siku hii ya leo Alhamisi huwa tukisomeana masala ya fiqh tahawulat, namna gani ya kutambua mabadiliko ya nyakati zetu ili tuende sawa na imani zetu. Jana tulizungumzia namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam husema khilafa itakapokuwa imetawalia kwa muda wa miaka 30, tukabainisha na khilafa tukasema ndio kitu bora, ingawa kupatikana kwa sura ile iliyokuwa zamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ugumu, lakini inaweza kupatikana kwa sura ya amal, kwa sura ya matendo, kwa maana ya kwamba watu wakachukua yale waliokuwa wakiyafanya kipindi kile yakasaidia kwa level ya kifamilia, kwa level ya kitaasisi, kwa level ya kijamii, yakasaidia madamu kuyaishi yale ambayo walikuwa wameishi masahaba radhiallahu ta'ala alaihim. Tukawa tumesimama sehemu ambayo inazungumzia ubora wa zama hizo zilizokuwa zikizungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ile bora kufuata kwa zama hizo zilizokuwa zikizungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na sio vinginevyo, kwa maana ya kwamba tukifuata yale waliokuwa wakiyafanya tutapata hali zao. Ikiwa hatuyafuati tukafanya vile tunavyohisi, itakuwa hatuwezi kufikia makusudio. Tukaambiwa kwamba matukio yote yaliyotokea zamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatupa sisi utulivu wa kuelewa kwamba waliotangulia ni bora, kwa sababu mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweka nusus na manaqib, yani sifa ambazo zinawafanya waumini wote warejee kwa waliotangulia. Nayo katika ile tunasema hiya mujmal fadail, ni ule mkusanyiko wa mambo bora alati nataqa biha sallallahu alaihi wasallam, aliyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi hicho cha masahaba, tabiina na waliofuatia. Na pia nususu ambazo za kuonyesha tahawulat, kwamba itakuja kipindi hali itabadilika, itakuwa sio hivi, itakuwa hivi. Ni maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza na akazipa heshima zile level au zile hatua ambazo hukumu zilikuwa zikitumika za Qur'ani na Sunna wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hamalatul qarar, kwamba kipindi hicho kuna kitu kinaitwa salamatul qarar, yani manake matumizi ya hukumu yako sahihi kipindi hicho. Sio kama wetu matumizi ya hukumu hayako sahihi, yabakia mtu binafsi tu ayafuate au awaidhike, akumbuke ndio aweze kutumikia ile qarari ambayo ilikuwa kipindi hicho inafanyika ayanan na rasmi. Kisha akatambia hizi ubora au huu ubora au hizi zama ambazo zilikuwa zimeelezwa zimewekwa katika maeneo matatu, kwamba kuna utakaso aliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa pote la kwanza kabisa kama Sayyidina Abubakari na uwezo wake katika khilafa. Kisha akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuelezea nao baada ya Sayyidina Abubakar mambo yatakayotokea, kwa mfano asili ya kina Muawiya
na wengineo, makhalifa wa Bani Umayya na wengineo, makhalifa wa Bani Abbas na wengineo, ambayo ilikuwa ndio sehemu ya kutangaa Uislamu na kupata nguvu katika kupambania njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha ikaja mwisho kabisa marhala ambayo tunasema mara nyingi hata kwenye tarehe wanasema ndio Khalifatu Sadis, kama vile yani kiongozi wa sita. Alijaribu sana kurudisha kidogo ile hali ambayo walikiishi masahaba radhiallahu ta'ala alaihim. Naye ni nani? Ni kiongozi Umar bin Abdul Aziz. Alipokuwa ametawala, ilikuwa imerudisha kidogo matumaini, na ndio ikaendelea athari hiyo kidogo kidogo mpaka kuja kumalizika katika kipindi cha Uthmania na Ottoman Empire. Kwa hiyo marhala hizi Mtume SAW kazitakasa, kwa maana kwamba sisi turudi huko. Ina maana gani? Ina maana kwamba ikitokea mtu yote akaona hizi hatua au hizi karne ambazo Mtume ameziweka sawa na anaziona hazina chochote, zina mapungufu mpaka kufikia kuzijaji, maana kwamba wewe una kasoro katika imani yako, kwa sababu Mtume SAW ndio amezifanyia nini? Nususu wa hasana, amezifanyia nasi maalum kwamba hizo ndio zama bora, na amezifanyia nasi maalum kwamba hizo ndio karne zilizokuwa nzuri. Baada ya hapo, kama unavyojua, kipindi cha Sayyidina Uthman kulikuwa kuna itirab kubwa sana, kwa sababu mwenyewe hali yake ilivyokuwa. Sayyidina Uthman mpole kwa hali ilivyo, mpaka watu wakaweza kufanya ikatokea itirab, mambo yakaanza kuwa yanakwenda ndivyo sivyo. Lakini alipokuja khalifa huyu Umar bin Abdul Aziz, akawa ameweza kidogo kurudisha ile hali iliyokuwa imevurugika kwa miaka. Kama tulikuwa tumelezana huko nyuma kwamba Sayyidina Uthman takriban alitawala miaka 12 katika uongozi wake. Kwa hiyo kuna mambo mengi yalikuwa yameshindwa. Hata alipokuja Sayyidina Ali, ndio ikawa sababu fitna ile ikampata na yeye humo. Sayyidina Hussein alishindwa kabisa, ndo miezi 6 tu. Sasa ikaenda Mwenyezi Mungu akamleta mfalme huyo, ambaye kiongozi huyo ambaye anajulikana katika ulimwengu wa tarehe na Umar bin Abdul Aziz. Baada ya hapo sasa ikaenda mpaka kufikia Ottoman Empire, mambo yakaanza kuharibika, na Mtume sasa alishaelezea zama hizo ambazo tunasema ndio tunaingia mpaka na sisi, kama wanasema hunaka marahil, kuna step ambazo zilikuwa zinaelezwa na Mtume SAW, level ambazo zilikuwa zinaelezwa na Mtume SAW, hatua alipozibainisha Mtume SAW, la hasanata laha min an-nas, manake hazina ile ubora wa kuonekana kama wao ni wabora, wamehifadhika, tuweze kuiga, tufanyeje. Sasa hapo tunataka kujua kwamba ni alama saa au sio saa. Hizo zama sio bora kuigwa, ndio tunachotambua kwamba hunaka marahil la hasanata laha min an-nas, manake ziko time au vipindi hakuna utakaso wa mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hizo zitakuwa ndio bora. Na ni marhala gani au kipindi gani? Ni ile marhatu ghutha, ya utulivu, ya unyonge, ya wepesi. Ile rahbania inakuwa ishaondoka, ile rahba ishaondoka kwenye nafsi zao, na haijaondoka hivi hivi kwa sababu ya kuporomoka, kufuata mwenendo wa wale waliokuwa wametangulia. Ingekuwa tunakwenda na mwenendo ule waliotangulia, tungekuwa vizuri sana tena. Kwa hiyo anasema hapa, wa alaina an nadrusa kulla marhala bima kana fiha min al-istiqrar wal adli an-nisbi bima yahmad alayhi. Yatakuwa Muislamu wa leo asome hizi karne zote hizi zilizopita, kipindi cha masahaba, cha tabiina, kipindi cha khalifa Umar bin Abdul Aziz, kipindi cha
Yani atakuwa mtu muumini azisome kusaidia etisi ile jamii yake iweze kuinuka kwa njia ipi katika maisha anayoishi ya kawaida kiimani na kimustawa wa maisha. Kwa nini? Kwa sababu kana fiha min al-istiqrar wal-'adl an-nasabi, kulikuwa kuna mambo yanakubalika na yanafanyika ingawa yasiwe kama vile alivyokuwa mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yanashukuriwa, yanaonekana huwa mimma yadkhul fi maana at-tanaffusat al-marhaliyah, kwamba hii inatuonyeshia kwamba ile ubora wa zile nyakati zilizokuwa zimepita mbele. Wa fi mithli hadhihi al-hala, na katika mfano wa hali kama ninaambia tuwafuate zetu kule, ndio sasa zinakuja umuhimu wa kuelezana zile fiqhu tahawulati, mwenendo wa yale mabadiliko yanayotokea ili tuweze kujishika. Fayu'addilu hamilu qarar au almarhala bihima au biahadihima wifqa istiqrari dalala, atakuwa anafanya majukumu au matokeo yanayohitajika kwenye jamii kwa mujibu wa vile mwongozo waliokuwa wakifanya wenzetu sahaba radhiallahu ta'ala alaihim. Asosha tukifanya hivyo basi tutaweza kukaa vizuri. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba japo mkaona swala tu imesimama hizo zama ambazo hazina ubora, hazina umuhimu, swala mkaiona ipo inapatikana, basi jitahidini kuwa watiifu, jitahidini kuwa wasikivu. Hayo hadithi ambayo imezungumza Naim bin Hamadi na Mujam al-Kabir ikielezea mambo ya fitan, kwamba kuna kipindi kutakuja mvurugiko, mambo yatazonga, watu watakuwa hawaelewani, hawajui wameelekea wapi. Basi mshtukua muangalie, je, roho ya swala ipo? Ikiwepo inatosheleza watu kujisongeza, kukaa sawa. Yani maana yake atakusudia kwamba itafika wakati ile swala yenyewe kuwa inasimama ni uzito. Maulama wakatufasiria uzito kusimama swala ni vipi. Ima tuna swali haikubaliki, kwa maana mtu ana swali hajui arkani zake, hajui shuruti zake, au tuna swali kwa namba nyingi lakini tumeshughulishwa na mambo ya nje namna hiyo. Lakini mkifika time hiyo, basi jitahidini kushikana na kuelezeana mambo ambayo yatawanufaisha. Mtume anatuambia isma'u wa atiu ma aqamu salata fikum, inabidi mstahimiliane. Hapa isma'u hapa sio ya kusikiliza, isma'u kwa maana ya kwamba mchungane, wa atiu na pia sikilizane, manake mtiane, msijuriane. Maqamu sala, madamu watu watakuwa hao mlikuwa nao katika viongozi katika nini, wote wanasimamisha swala fikum kwa nini. Kwa nini tufanye hivyo? Dir'an lil fitna wa jam'an lil kalima wa rabtan bil masir, kwamba mfanye hivi ni kuepuka matatizo, fitna mbalimbali zinatukumba katika jamii zetu. Kwa Mtume anatupa mwongozo namna hiyo, dir'an lil fitna, yani maana kuziepuka fitna, na pia jamaa lil kalima, watu wawe msimamo au mwendo mmoja. Madamu anaswali mwenzetu huyu bwana, sasa anaswali kwa dhehebu gani, anatoka community gani, anafanya kitu gani, hapo tutakuwa tunakosa kabisa ile ruhu ambayo walikuwa nayo ridwan sahaba radhiallahu ta'ala alaihim. Kwa sababu masahaba wenyewe walikuwa na ikhtilafu, walikuwa na watu walikuwa wakiishi nao kipindi kile, walikuwa wanachagua. Kwa mfano mtu mwingine kama anafuata fatwa za Ibn Abbas, siwezi kufuata fatwa za Ibn Umar, mwingine sasa anafuata fatwa ya Ali, mwingine anafuata fatwa ya Bakar, lakini wote walikuwa wako kitu kimoja, kwa jambo lao wanasimama pamoja. Ndio Mtume katuambia sallallahu katika ile marahatul ghutha ambayo tutakuja kuieleza huko mbele, na sababu yake kubwa sana ni nini? Watu kuwa wamesahau lengo la kuumbwa kwao. Ndio maana tunaona wanakuwa wadhaifu na wepesi. Na mfano tunaopata leo kwa ndugu zetu wa Palestina, tumekuwa wapesi, wadhaifu, tunamiliki kila kitu, lakini kwa sababu nini? Hatukumbuki kesho yetu.
Mtume alipokuwa akielezea hii hadithi ya kwamba tutakuwa kinyang'anyiro kama chakula kwenye sahani, masahaba wakamwambia kwa sababu tutakuwa wachache ya Rasul, kipindi hicho akamwambia la, sio wachache bali tutakuwa wengi sana. Lakini kwa sababu nini? Kasema alwahan, unyonge utakuingia. Ndio hii marhatu utha, unyonge na utovu utakuingilieni. Fama huwa alwahan ya Rasulullah, unyonge na udhaifu ukoje? Kwa sababu umeambia tutakuwa wengi, na ishara ya nguvu ni watu kuwa wengi. Kwa nini sisi tuna unyonge na kati tuko wengi? Akasema naam, kwa sababu lengo litasaulika. Na nini? Itakuwa ni hubu dunia wa karahiyatul akhirah. Itakuwa ndio hiyo kupenda duniani, yani na wewe ukichunguza zama zetu ziko hivyo yani. Anaonekana bwana vituo 100 na ngapi bwana vya petrol. Lakini tuulize kama tuna university moja ambayo watoto waleleka, hamna. Tunasifizana namna hiyo. Ana vituo kadha, yani mtu anaona ile raha kwa sababu anasahau lengo la kesho. Akhira ni lipi? Kwa hiyo tukifika time hiyo sasa, kwa kuwa wewe target yako au mfano lengo lako ni kwamba watu waone kwa umemiliki hapa duniani, basi hukumbuki na hukubali kuachia ile sifa ukafanya mambo yatakayofanya uingie akhira yako kwa uzuri. Otherwise tutakuwa tunagusa tu, maana basi inshallah kajenga msikiti ule, kachimba kisima, basi jamii inakuwa wewe haina mwelekeo. Ndio mwisho wa siku sasa tunachukua zile amali ndio aghrad, zile amali ndio aghrad. Maana kwamba hakuna development, yale matendo ndio tunafanya aghrad, ndio tunafanya malengo, wakati sio malengo. Yale ni matendo tu. Tukichukua matendo yetu mbalimbali, matendo yetu mbalimbali, kipindi cha nyuma sana tulikuwa tukielezea sana mambo haya ya uhifadhi wa Qur'ani na nini. Sasa hivi kidogo kuna ile nafuu, hata kama inafanywa, lakini kuna tanabuhi kwamba watoto tunawahifadhisha Qur'an nao wafanyaje, wasome, wapate ilmu, waweze kuja msaada baadaye. Lakini mwanzo ilikuwa focusing sana katika nini? Kuhifadhi sana. Sasa kwenye kuhifadhisha ukiangalia in details unakuta kwamba watu wanainuka, ndio ile hubu dunia kariyatul akhirah. Mara nyingine inatumika sura ya dini kwa watu kujiinua, atapata nyumba, atakuwa fema, atapata population itamkubali, atapata hivi, lakini huko bismi dini. Mara nyingi miaka mingi ya nyuma tunasema hivi, alhamdulillah kuna ile roho inafungua kwamba tunaweza kusikia kuna kijimahadi kidogo hapo. Nifika katika ile college na nini, labda ni mambo ya jamiati, vyuo vikuu, lakini kidogo utasikia kuna hatua kwamba mtoto yule akitoka pale ile hifadhi yake itamfanya atumikie jamii yake, so hifadhi itakayomfanya apoteze au atie dhiki jamii yake. Sasa hizi ndio zama za kauthai siri. Tumekuwa tumesahau lile kusudio alilotutaka sisi Mwenyezi Mungu katika hii dunia, na ndio lile kusudio aliyotumwa aliyoletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kufanya binadamu anakuwa katika hali au mustawa uliokuwa mzuri. Sasa zama zikiharibika, itaenda tabakia salatu, tukaambiwa isma'u atiu, basi sikilizaneni na tuyaneni maqamu as-salata fikum. Maadamu watakuwa hao katika mnaotakiwa kuwasikiliza na kuwaelewa, wanasimamisha swala, kwa sababu tuepuke fitna, tuepuke maneno na raqba bil masir, kuunganisha yale mwisho wetu, mafikio yetu ni akhira, na kama ni akhira inabidi tuunganishe doti. Kwa hiyo hivi ndio hii marhala au tunasema khilafatur rashida ilivyokuwa imefanikiwa, na sisi tulivyokuwa tumeharibikiwa kwa sababu ya kuacha ile mifumo ya pamoja, kila mtu yuko kivyake. Kwa hiyo hapa tumekuwa na unyonge. Tunasema haya kama kukumbushana, kuhimizana watu warudi washikamane bila kubagua, bila kuangalia, bila kuona kwamba hivi kadha. Hayatakiwi ile ambayo alituachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, antum min adam wa adam min turab, nyinyi wote mmetokana nani? Na Adam, na Adam umetokana na
Kwa hiyo inabidi tusaidiane, tusapotiane, tupeane nguvu bila kuangalia mimi community yangu, bila kuangalia taifa langu, bila kuangalia kabila langu, bila kuangalia mimi familia yangu. Ukipata uchungu kwa mtu mwingine, Mwenyezi Mungu anafanyaje? Anakutunzia ile lako. Sio lazima wewe wako ndio upate uchungu. Akifanya mtoto wangu nitaumia. Mtoto mwingine una hata habari. Ndio mtoto siku hizi bwana, unaona resi haikuumizi. Basi pale ndio wahani wenyewe. Unashuka mpaka tunafikia. Mwenyezi Mungu atuzindue inshallah, akituafikia wiki kijayo leo kuzungumzia katika moja ya alama saa ni Fathu Baitul Maqdis. Sasa tuangalie leo katika ile fathi, alafu sisi tumeifanyaje leo Baitul Maqdis kwa ule wahni tuliambiwa marhala butha imefikia, haina tena nguvu katika mikono ya Waislamu. Wanaofia, wanaogopa vyao, viti vyao vitaharibika, wakati wao ndio wenye haki yao. Sasa Mwenyezi Mungu atuondoe. Kama tutaweza, tutashindwa kwa level kubwa, basi japo kwa level ndogo. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Allahu ta'ala alam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tafsir warzuqna 'amala fihi ya rabbal alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا غفار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.